Tupitishe kwenye matukio ya hapo zamani. Sasa hivi katika utangazaji, Abdalla, kumekuwa kuna vitu sijui kwa mashabiki hasa si wahusika wa timu. Kumekuwa na ile tabia mtu anasema sisi pale Azam tuna watangazaji. Akitangaza mtu fulani sisi tunafungwa. Ninyi wakati mnatangaza mlikuwa mnakutana na vitu kama hivyo? Havikuanza leo. Havikuanza leo. Kwa sababu sioni tabu kumtaja. Hata mwenyewe alikuwa hataki kutangaza mechi za Yanga, Mikidadi Mahmud. Mikidadi alikuwa kila akienda kutangaza mechi Yanga inafungwa. Na yeye mwenyewe ni mpenzi wa Yanga. Kwa hiyo hicho kitu kipo. Na hata wasikilizaji walikuwa wakishamsikia yeye ama wakishamsikia mtu mwingine, unajua kuna ile imani kwamba fulani akitangaza lazima timu yetu itashinda. Na yeye Mikidadi alishawahi kutuambia sema sijui na balaa gani. Alikuwa analijua. Alikuwa analijua. Sasa kila nikienda kutangaza mechi naona Yanga inafungwa. Kwa nini? Lakini baadaye ilikuwa ikabadilika, akawa anatangaza inashinda, lakini mwanzo ilimpa shida. Ilikuwa inampa shida. Kwa hiyo ni kitu ambacho akikuanza leo watazamaji wengi ama wasikilizaji wengi wanakijua. Hata mimi mwenyewe kwa mfano nilikuwa na bahati, kwa mfano wakati natangaza mpira, nilikuwa kila nikishika microphone timu inafunga goli, yani goli inaingia na mpira unaingia ndani ya wavu. Na mimi katika kipindi ambacho niliwahi kutangaza naweza kusema Yanga ilishinda mara nyingi zaidi. Lakini kuna siku ambayo sisahau, Yanga ilifungwa na Simba, ilikuwa ni kombe la Tusker. Siku hiyo Dua Saidi ilikuwa nyota yake imewaka sana. Wakati anakwenda kama kufunga goli la pili ama goli la tatu, maana siku hiyo Simba ilishinda 4-1. Nilianza ile kuvuta kasi mapema. Maana alichukulia mpira katikati ya uwanja. Nikaanza kuvuta anakwenda Dua Saidi anakwenda. Sasa ilitakiwa niende taratibu kadiri anavyozidi kusogelea goli. Sasa mimi nikawahi kuchukua spidi haraka. Sasa wakati anafunga goli nasema gol, sauti ikakatika. Sasa sauti pumzi ile ikakatika. Sasa pumzi ilipokata, sasa unawajua mashabiki bwana upande wa pili huko Simba huko. Na wewe unajulikana ni Yanga. Mimi hakuna siyenijua. Hata walioko kuzimu naamini wanajua kwamba Majura anaipenda Yanga. Kawaida. Basi sauti ilipokata tu, basi mashabiki wa Simba wakaanza kupiga kelele, Majura kalia, Majura wanaimba yani kwamba nimelia. Kumbe mimi sijalia, ni sauti ama pumzi imekata wakati ule anakwenda kushadidia kwamba goli limeingia. Na si hiyo tu, baada ya matangazo kumalizika ule uwanja wa Uhuru sasa hivi ndio tulikuwa tunatangazia pale kwenye vile kwenye vibanda. Tunatoka pale nje nikakuta wale vile vikundi na mdundiko na ngoma wanaimba Majura amelia, Majura kalia, Majura yani ilikuwa zogo kweli kweli. Kumbe mimi sijalia, lakini ilikuwa ni kituko ambacho sikisahau. Lakini kuna kingine pia hicho nacho nilikuwa natangaza mechi ya Yanga na Milambo. Mechi Yanga na Milambo, Said Swedi Skadi wakati kabla jamii ya Yanga akawa anakwenda kufunga goli, ili goli la upande wa Changombe huko. Ule uwanja wa zamani. Ndiyo. Sasa amebaki yeye na Steven Nemes ama Abdul Malik Nemes. Sasa kwa ushabiki wangu wakati huo na nikili wakati huo nilikuwa sijakomaa sana kwenye mambo ya utangazaji. Nafikiri ilikuwa kati ya mwaka 92 ama 93 hapa. Sasa ili nisione kwamba goli linaingia ndani ya wavu, nikawa navuta anakwenda Said Swedi Skadi huko, nageuza shingo nisiangalie mpira unavyoingia. Anakwenda Said Swedi Skadi anakwenda. Sasa bahati nzuri pale kwenye uwanja pale juu kwenye jukwaa lile, upande huku wanakaa Yanga, upande huu ni kushoto. Nikasikia upande wa Yanga wanasema amekosa. Sasa walivyosema amekosa, na mimi bila kuthibitisha kama amekosa, na mimi nikaibuka hivyo amekosa. Na kweli bahati nzuri alikuwa amekosa. Sasa baadaye wanajiuliza, je, ningesema amekosa kumbe kapata, ingekuaje siku hiyo? Kwa kweli siku hiyo na mimi niwaombe radhi walionisikia kipindi kile, nilikuwa sijakomaa.